Naam, tumeshuhudia mchezo wa NBC Premier League kati ya Mtibwa Sugar na Young African umemalizika, ambapo Young African wamelazimishwa sare ya goli 1-1, lakini kitu ambacho kimefanywa na golikipa wa Young African kimewashangaza wengi na ameingia kwenye masaa 72 ya kamati ya bodi ya ligi, na hivi ni kutokana na vitendo vya utovu wa nidhamu alivyovifanya Djigui Diarra uwanjani. Je, ni vitendo gani hivyo amevifanya Diarra, kipa wa Yanga? Tunaenda kuviangalia hapa Simba Sport Club, lakini pia nikukumbushe tu wewe kama ni mgeni na ni mara yako ya kwanza unatuangalia, kisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele, kwani haya na mengine mengi ya kimichezo utayapata hapa Tubone Media. Kwa kusubscribe utakuwa umejiunga na familia hii ya michezo na burudani. Sasa leo tunaenda kuutazama mchezo ambao umepigwa pale katika jiji la Morogoro, ambao ulikuwa unawakutanisha Mtibwa Sukari na Young African, huku Mtibwa Sukari ndio wakiwa wenyeji wa mchezo huo, ambapo Young African walikuwa wageni wa mchezo huo. Ni NBC Premier League, mchezo umemalizika kwa goli 1-1. Tunaona Young African walitangulia kupata goli ambalo lilifungwa na Pacome Pedro Zouzoua na goli hilo limedumu mnamo dakika za 91, na dakika ya 90 hiyo na moja Mtibwa Sukari wanarudi na kusawazisha goli hilo kwa mkwaju ambao ulipigwa kwa kona ambayo imedumbukia moja kwa moja ndani, ambayo imemshinda Djigui Diarra. Sasa baada ya mchezo huo kumalizika, kuna utovu wa nidhamu ameuonesha golikipa wa Young African, na utovu huo unaambatana na sheria. Kwanza naanza kabisa nikutajie sheria na ambazo zimewekwa na TPLB, bodi ya ligi. Sheria namba 4 inasema mchezaji yoyote atakayebanika kugomea mchezo, kufanya vurugu au kusababisha vurugu kwa mchezo mpaka mchezo huo kuvunjika atafungiwa kucheza au kujihusisha na mpira wa miguu kwa kipindi cha miezi 6 mpaka miaka 5 na faini ya shilingi 500,000 mpaka shilingi milioni 1. Hiyo ndiyo kanuni ya 4, lakini kanuni ya 5 inasema mchezaji atakayefanya jambo lolote kati ya afuatayo atafungiwa mchezo isiyopungua 3 au faini isiyopungua 500,000 mpaka milioni 2. Kitu cha kwanza ni kuto kujiunga na timu ya taifa kwa sababu isiyo ya msingi, lakini kitu cha pili ni kupiga au kupigana wakati mchezo au mara tu baada ya mchezo kumalizika. Sasa hapa kwenye kanuni ya 5 kwenye kipengele cha pili, kupiga au kupigana kabla ya mchezo au wakati wa mchezo kumalizika, ndio ambao unakuja kumhukumu golikipa wa Young African Djigui Diarra. Ukianza kuangalia baada ya muamuzi wa kati kumaliza mchezo huo kwa sare ya 1-1, golikipa wa Young African alioneshwa kutokulizishwa na maamuzi ya muamuzi huyo ambao haitaka afanye vurugu. Djigui Diarra amefanya vurugu, na kitendo hicho kilikuwa kinahatarisha maisha ya muamuzi huyo wakati, na ukianza kuangalia muamuzi wakati alikuwa anataka atoe kadi, lakini aligairisha, jambo ambalo limewasikitisha wengi sana kwamba Djigui Diarra ameonyesha utovu wa nidhamu na ameingia kwenye masaa 72 ya kamati ya bodi ya ligi. Sasa hapa tunasubiria bodi ya ligi kutoa adhabu. Je, watafuata hii kanuni au bodi ya ligi watasemaje? Yote haya tutakuletea hapa Tubone Media kwa mwendelezo huu. Ili usipitwe na update zingine kutoka kwetu, hakikisha umesubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Hadi wakati mwingine, bye bye.